Msikilizaji, ushahidi zaidi umeendelea kutolewa wa mauaji yaliweza kufanyika siku ya tarehe 29 na siku zilizoweza kufuata. Taarifa za hivi punde ambazo zimeweza kunifikia msikilizaji wangu ni kutoka mji wa Goba, ambapo kuliweza kushuhudiwa mauaji ya miili kadhaa ambayo yaliweza kutekelezwa na polisi siku ya uchaguzi ama siku ya tarehe 29, kipindi ambapo kuliweza kufanyika uchaguzi nchini Tanzania. Msikilizaji, taarifa hizi zinakwenda kutumika na tume ya ICC ambayo itaweza kumshtaki Samia Suluhu kwa makosa ya jinai, mauaji na vilevile kutotekeleza sheria za nchi ya Tanzania ipasavyo. Na sasa ushahidi huu unaweza kuhakikisha kwamba serikali ya Samia Suluhu inang'atuliwa mamlakani na vilevile viongozi wanaweza kuchaguliwa upya katika uchaguzi huru utakaoweza kuandaliwa. Taarifa hii inaniambia hivi msikilizaji, mimi ni mkazi wa Goba. Kama utakumbuka, Alberto Msando alipoteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo aliingia na political capital ya kusolve issue ya foleni njia ya Makongo Goba. Akafunga kamera, akawa anaangalia mwenendo wa foleni na watu wanaotanua walikuwa wakipigwa faini sana. Akafunga kamera, akawa anaangalia mwenendo wa foleni na watu waliotanua walikuwa wanapigwa faini sana. Kisha akaendelea hivi. Immediately baada ya mauaji ya Oktoba 29 na kuendelea, zile kamera zimeng'olewa zote. Moja ya sehemu ambapo watu waliuawa sana, maiti zilikuwa mingi barabarani, ni Goba Center. Na kulikuwa na kamera eneo hilo ambayo ilikuwa inamulika barabara kuelekea ICC. Kuelekea ICC, Msando ana ushahidi wote wa mauaji yaliyofanyika Goba Center, CCTV footage akaweka kwenye mabano. Ametoa hizo kamera kimya kimya, akadhani hatuja notice, tuna observe kila kitu. Anipata msikilizaji? Sasa kuna bwana huyu anaitwa Alberto Msando. Alberto Msando aliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo. Sasa kipindi ambapo Alberto Msando anateuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, kulikuwa na issue kadhaa za foleni ama mafuriko ya magari pale, congestion ya magari ambayo yaliweza kushuhudiwa siku za nyuma. Na sasa Alberto alipoweza kuteuliwa, akaja na ujuzi ambao angetumia kuweza kuhakikisha kwamba swala la foleni, congestion anaweza kulisuluhisha. Na kwa hivyo akaintroduce uwepo wa kamera za kuangalia mienendo ya watu katika eneo lile. CCTV, msikilizaji, unajua unaweza ukaiconnect kwenye simu, ukaiconnect kwenye laptop yako. Ukiwa ofisini unapata kuangalia kabisa nani ndio analeta tatizo sehemu ile ili kusiweze kupitika. Kwa hivyo CCTV hizo zikatiwa kwa sababu ya kuweza kuhakikisha kwamba
taarifa zinazotokea pale ama visa vinavyotokea pale, ishu nyingi ambazo zinasababisha foleni eneo lile zinapata kuangaliwa, na wale ambao ndo kama wanasababisha masuala hayo waweze kuchukuliwa hatua. Kwa hivyo kanda za CCTV zikawekwa pale kunasa matukio yote yanayofanyika katika eneo hilo. Sasa immediately baada ya tarehe 29 ambapo kwamba ndo kuliweza kufanyika uchaguzi mkuu nchini Tanzania, na siku kadhaa zilizoweza kuendelea, siku ambazo wananchi wa Tanzania waliweza kujitokeza na kukataa uchaguzi ule na kuweza kuhakikisha kwamba wamefanya maandamano ya amani kuonyesha kutoridhika kwao na masuala yaliyokuwa yanatendeka nchini Tanzania. Sasa siku hizo zikapita. Sasa baada ya shughuli zile kuisha, ama serikali kuleta polisi na wakaweza kuwafurusha wananchi barabarani, kamera hizo zimeweza kuondolewa kimya kimya, kama hii taarifa inavyosoma msikilizaji. Immediately baada ya mauaji ya Oktoba 29 na kuendelea, zile kamera zimeng'olewa zote. Moja ya sehemu ambapo watu waliuawa sana, maiti zilikuwa mingi barabarani, ni Goba Center. Anipata msikilizaji? Kwa hivyo Goba Center, kamera za CCTV zilizowekwa ili kuangalia masuala ya foleni ziliweza kunasa matukio ya polisi wakiweza kutekeleza vifo, wakiweza kuwaua wananchi wa nchi ya Tanzania. Lakini sasa CCTV hizo zimeweza kuondolewa pale ili kunapoweza kufanywa uchunguzi kusiwe na madai kwamba kulikuwa na ushahidi katika CCTV footage ile. Lakini sasa kilichotokea ni hiki. Kamera hizi ziliwekwa na bwana mmoja anaitwa Alberto Msando, ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ubungo. Kwa hivyo bila wasiwasi wowote, Alberto Msando ana kanda zilizoweza kunaswa na CCTV ambazo ziliwekwa pale, na anaweza kutoa kanda zinazoweza kuonyesha mauaji yaliweza kufanyika pale. Kanda hizo zinaweza kuonyesha matukio yaliyoweza kuendelea eneo la Goba Center siku ya tarehe 29 na siku zilizoweza kufuatilia. Taarifa hii pia imesema hivi: moja ya sehemu ambapo watu waliuawa sana na maiti zilikuwa mingi barabarani ni Goba Center. Kwa hivyo Alberto Msando kunradhi, ana taarifa ambazo kwamba zinaonyesha serikali ya Samia ikiwaoa wananchi, na kumeweza kusemekana kwamba maiti kadhaa zilikuwepo barabarani. Na kwa hivyo, kwa vile kamera zile zilikuwa zinanasa matukio ya eneo lile, bila shaka ziliweza kunasa matukio ya polisi wakiwaua na maiti kusalia barabarani. Baadaye polisi kukusanya maiti yale na walivyoweza kuipeleka. Hizi ni taarifa ambazo zipo msikilizaji. Alberto Msando ana ushahidi huo, na ushahidi huo unaweza kutumika na mahakama ya ICC kuiangusha serikali ya Samia Suluhu na kuhakikisha kwamba familia za Watanzania walioweza kupoteza jamaa zao wanapata
haki kutokana na matendo yaliweza kufanywa na serikali hii katili ya Samia Suluhu. Msikilizaji, achia maoni yako kwenye comment section. Hakikisha kwamba tunazidi kupiga story, zidi kutufuatilia, zidi kupiga subscription ili tuzidi kujenga familia kubwa ya kujuzana na kuelimishana kila wakati tunapopata taarifa kama hizi.